Selemani Mohamed, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sindano, kata ya Makumbusho. Kweli taharuki kwa kubwa ndani ya mtaa toka jana kunako saa 3 usiku, ndipo nilipopata mimi taarifa kupitia kwa mjomba wa marehemu. Aliponipigia simu saa 3 usiku nikafika hapa, na mimi kama kiongozi wa serikali huwa nikaja na timu yangu ya ulinzi shirikishi, tukajiridhisha. Nilipojiridhisha, nilipoona chumba kimetapakaa damu, basi na mimi nikaanza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Walinipa ushirikiano mzuri na wakaniambia usitoke hapo kwenye location, tunakuja. Na kweli baada ya nusu saa jeshi la polisi walifika, tukaingia ndani kwa ajili ya kulipekua, na kweli wakajiridhisha, lakini wakanitoa wasiwasi, wakaniambia mtuhumiwa bado tunaye, alishakamatwa tayari. Mimi kwa yule mtuhumiwa alivyokuwa anaujua na vyombo, na akasema kweli baba yangu mzazi yuko hapa chini, ndo hapo kwenye shimo, na baba yake mdogo yupo hapo naye. Tukamuuliza kwa nini ulifanya hivyo, akaniambia mimi nimejikuta tu nafanya hivyo. Ulitumia silaha gani? Akasema alitumia silaha ya shoka. Na kweli tumeenda kujiridhisha, tumilikuta ile shoka ndani. Serikali ni chombo, serikali haina upana huo kuliko wananchi. Serikali inafanya kazi kutegemea wananchi taarifa. Siamini kama kiongozi wa serikali watu walikuwa ndani wakose kugamua chochote, si kweli. Na hata majirani wakati anachimba hili shimo, wengi wamemuona anachimba shimo, lakini walikuwa wajui nini kinachoendelea. Lakini kubwa ndani ilibidi ndio itoke taarifa sahihi kwa viongozi, aidha balozi au mwenyekiti wa serikali, ili lingengamuka mapema sana. Lakini cha kushangaza mpaka nakuja mimi saa 3 usiku ndio tunaanza kungamua baadhi ya vitu. Kwa hiyo uzembe wa wananchi kutokutoa taarifa kwa wakati nayo unashirikia kuletea hayo. Labda alikuwa na matatizo ya afya ya kiakili kufanya vile, kwa historia yoyote kuhusiana na yeye? Hapana, wala ana tatizo la kiafya, kwa sababu sio mara ya kwanza analisemea hili neno. Na mimi shauri la kwanza nililetewa na familia baada ya baba yake mzazi kukimbia humu ndani kunako kama miezi 4 iliyopita. Akanikimbilia kwangu kule, akaniambia mwenyekiti, wanangu wanataka kunichoma visu. Akasema sio kweli, kwa nini akuchome visu? Tukaja hapa, tulipokuja tukamkuta kule uani, kweli alikuwa anatumia pombe, na tumemkuta kweli na kisu na panga. Tukamuuliza shida nini, akamwambia mimi mzee ananifuatilia sana, ila nitamuondoa katika maisha. Tukamwambia uweze kutujibu hivyo. Tukamchukua tukampeleka kituoni, peleka Mwijuma. Tulipopeleka Mwijuma, jeshi la polisi wakampeleka Oysterbay, na akakaa kama wiki 2. Lakini mfuatiliaji wa kesi ni mshtaki. Kama mshtaki alifuatilia jambo, basi hata jeshi la polisi wanashindwa kuprove na jambo, akachukuliwa zamana, akarudishwa mtaani tena. Kwa hiyo sisi kama mtaa tulikuwa tunakaa naye attention, kwa sababu tuna ulinzi wa usiku, lakini usiku hatumuoni katika mitembeo ile ya harakati mbaya. Kwa hiyo tukajua pengine kijana amshaanza kutulia na hili, kumbe la kwake analo moyoni.